Karibuni tena rafiki zangu na ndugu zangu katika siku nyingine hii ambapo tuna imani ya kwamba Mungu na jambo la kutueleza tunapoelekea mwisho wa kufunga kwa historia ya huu ulimwengu. Dalili zote zinaonyesha wazi ya kwamba tuko karibu na kufunga kwa historia ya huu ulimwengu. Matukio ambayo leo yanazidi katika huu ulimwengu, magonjwa, vita, matetemeko, ni dalili wazi ya kila ambacho alikizungumza Kristo kwenye Mathayo sura 24 kwamba kinatimia kwa uhakika. Na wanadamu wanapaswa kuonywa na kuelezwa kila ambacho kinakwenda kukumba ulimwengu huu katika hali ya mshangazo. Wanadamu wanapaswa kuelezwa, wanapaswa kuambiwa kila ambacho kinaujia huu ulimwengu, ya kwamba Yesu yu karibu mlangoni. Kitabu kile cha Yoeli 2 mstari wa 1 na wa 2, maandiko matakatifu yanasema kama ifuatavyo: Pigeni tarumbeta katika Sayuni, pigeni na kelele katika mlima wangu mtakatifu. Wenyeji wote wa nchi na watetemeke, kwa maana siku ya Bwana inakuja, kwa sababu inakaribia. Kwa hiyo walinzi wanaambiwa wapige kelele katika Sayuni, wapige kelele katika nyumba ya Bwana, ambapo ni kwa watu wa Mungu ambao wamekabidhiwa ujumbe wa kuambia ulimwengu na kuandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo. Hivyo ujumbe huu kama utapelekwa kwa wale wajumbe ambao Mungu amekusudia waambie wa Adventista, maana yake ulimwengu utatetemeka. Hizi habari zitautetemesha ulimwengu, ya kwamba siku ya giza na weusi, hii siku ya Bwana si ya kawaida, ni siku ya giza na weusi, siku ya mwangwi na giza kuu. Lakini pia Sefania 1:14-15 inasema hivyo, siku ya Bwana iliyokuu ikaribu. Bado natueleza kwamba hii siku ya Bwana iko karibu sana. Hii karibu nayo inafanya haraka sana. Na sauti ya siku ya Bwana, shujaa hulia kwa uchungu mwingi huko. Siku ile ni siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na dhiki, siku ya uharibifu na ukiwa, siku ya giza na utusitusi, siku ya mawingu na giza kuu. Kwa nini Mungu anatamani watu wake waweze kuelezwa ya kwamba siku ya Bwana iko karibu? Kwa sababu hii siku ya Bwana ni siku ambayo haitampatia mtu tena nafasi ya kufanya toba. Itakuwa ni siku ya kisasi cha Mungu. Itakuwa ni siku ya ujio wa Kristo, wakati ambapo jua halitapewa nguvu ya kuangaza tena, wakati ambapo nyota hazitakuwa na nguvu tena anapokuja Kristo mara ya pili. Mwezi hautaweza kuangaza tena. Itakuwa ni siku ya fadhaa kwa wale ambao watakuwa hawajajiandaa kumpokea Kristo. Ndio maana tunapaswa tuwaeleze watu ni wapi tumefikia katika historia ya huu ulimwengu. La watu lazima waelezwe, ulimwengu lazima uelezwe, lazima watu waelewe, waifahamu sauti ya tarumbeta inapopigwa, na wawe tayari kwa ajili ya kumlaki Kristo anapokuja mara ya pili. Isaya 18:3-4 inasema kwamba enyi watu mkao katika ulimwengu wote na wenyeji wa dunia, bendera ikiinuliwa mlimani, angalieni, na wakipiga tarumbeta sikieni. Hivyo anachokitaji Mungu ni kwamba watu waweze kuelewa dalili za nyakati na wapi tumefikia katika historia ya huu ulimwengu. Hivyo Mungu anahitaji watoto wake waweze kuandaliwa kabla hawajachelewa. Anahitaji watu wake waweze kuelewa tarumbeta na bendera inapopandishwa. Kwa nini? Kwa sababu siku ya Bwana ikaribu. Hivyo walinzi wanapaswa kueleza watu, wanapaswa kuambia. Hivyo mlinzi una wajibu ufuatao. Mlinzi, habari gani za usiku? Mlinzi, habari gani za usiku? Mlinzi akasema, mchana unakuja na usiku pia. Mkitaka kuuliza ulizeni, njooni tena. Hivyo walinzi wanaulizwa habari gani za mchana, habari gani za usiku. Na walinzi ni lazima tueleze watu ni wapi tupofikia katika historia ya huu ulimwengu. Tunafahamu wazi ya kwamba kipindi cha zama za giza ilikuwa ni asubuhi au ilikuwa ni mchana kwa upapa. Tunafahamu upapa ulianza kutawala mwaka wa 530
mpaka mwaka wa 1798, wakati wa awamu ya kwanza, ndipo upapa ulipopata jeraha la upanga baada ya Papa Pius kuchukuliwa na Jenerali Berthier akafia uhamishoni Valence. Hivyo wakati huo upapa ulikoma kutawala tena kama uongozi wa kisiasa katika nchi za Ulaya. Na wakati huo ulikuwa ni wakati wa usiku. Hivyo zama za giza ulikuwa ni wakati wa usiku kwa kanisa la Mungu. Lakini wakati upapa tena utakaposhika hatamu yake na kuanza kutawala tena katika awamu ya pili, tunafahamu ya kwamba mwaka 1929 upapa tena ulianza, jeraha lake la upanga lilianza kupona. Hivyo tutashuhudia tena habari ambazo zilifanyika wakati wa zama za giza zikirudiwa tena na makasisi, zikirudiwa tena na mapapa pamoja na viongozi wa kanisa Katoliki ambao hawapendi kuona kweli kizungumzwa, ambao ndio viongozi wakuu wa mauaji na vita katika ulimwengu wakitumia majesuiti. Hivyo wakati unaokuja ni wakati wa giza, ni wakati wa usiku kwa watu wa Mungu, lakini ni wakati wa mchana kwa upapa. Na baada ya hapo tutashuhudia Yesu akija mara pili. Hivyo walinzi wanapaswa waeleze watu ni wapi katika historia ya unabii tumefikia. Kristo alipokuja mara ya kwanza hakuacha wanafunzi wake katika giza wasielewe dalili za ujio wake mara ya pili na dalili za kuja na dalili za kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Wakati Kristo alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni au the Mount of Olive, wanafunzi wake walimfuata kwa faragha wakimuuliza, kwa sababu alieleza kuhusu habari ya kubomolewa kwa hekalu la Wayahudi. Hivyo lilivuta sana usikivu wa wanafunzi, na hivyo Kristo akahitaji pia awapatie ABC ya kila ambacho kingelitangulia kuja kwake, lakini pia ambacho kingetangulia kubomolewa kwa hekalu la Wayahudi. Tunafahamu hekalu la Wayahudi lilikuwa ni kati ya maajabu 7 ya wakati ule. Lilijengwa na Suleimani, likabomolewa na Nebukadneza, lakini lilikuja pia likajengwa na kina Ezra, Nehemia na Zerubabeli, lakini likaja likaboreshwa zaidi na Herode Mkuu. Hivyo wanafunzi wa Yesu walistaajabu kwamba hekalu ambalo lilikuwa lenye ufanisi mkubwa, lililojengwa kwa uwezo mkubwa, lingewezaje kubomolewa? Lakini Yesu alivuta usikivu wao ya kwamba kila ambacho kitatangulia kuja kwake mara pili kitawasha masikio ya watu. Hivyo walipaswa waelewe ya kwamba hakuna serikali ya dunia ambayo inaweza kusimama anapokuja Yesu mara ya pili, kwa sababu siku ya giza inakuja, siku ya Bwana inakuja. Wakati Kristo anakuja mara ya pili, kama utakutwa haujajisalimisha, hautaweza kusimama, haitawezekana kusimama. Hivyo kitabu cha Mathayo sura 24 kinaeleza kama ifuatavyo: hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akamwambia, angalieni mtu asiwadanganye. Kristo hakuzuia au hakuwakemea wanafunzi wake wasielewe na kujua dalili za nyakati. Kristo alitaka waelewe, na ndio maana akawapa onyo ya kwamba angalieni mtu asiwadanganye. Kwa maana hiyo Kristo alitoa dalili ambazo zilikuwa zinatangulia kubomolewa kwa hekalu, lakini pia ujio wake mara ya pili na kuangamizwa kwa ulimwengu huu wetu tunaopenda. Hivyo kama wanafunzi wa Kristo, mimi pia niko tayari kuelewa kila ambacho kitatangulia ujio wa pili wa Kristo na kila ambacho pia kilitangulia kubomolewa kwa hekalu la Wayahudi. Lakini kama mimi na wanafunzi wa Yesu tunatamani kujua hivyo, na kualika pia na wapendwa uweze kuelewa na kutambua ni kipi ambacho kitatangulia kuja kwa Yesu mara ya pili. Na kwenye Mathayo 24:33 mpaka 34 Yesu anaanza kueleza habari hizi, na alieleza mambo haya kinagaubaga. Akaeleza kwamba kutakuwa na changamoto 1, 2, 3, 4. Akagusa kuhusu habari ya majanga ya asili, akagusa kuhusu habari ya tauni, akagusa kuhusu habari ya matetemeko, vita pamoja na usaliti, lakini akazungumza kuhusu habari ya chukizo la uharibifu ambalo Danieli alinena kwamba litakaposimamishwa basi watambue, naye asomaye na aweze kufahamu. Hivyo Kristo alihitaji watu wake waweze kusoma
na baada ya kusoma waweze kufahamu dalili ambazo zingetangulia kuharibiwa kwa Yerusalemu. Na Kristo alizungumza kwamba kizazi kila ambacho kiliona matukio na dalili hizo, basi kisingelipita hata matukio hayo ambayo yazungumza yatakapotendeka. Wakati Kristo mwaka wa 31 alipowakataa Wayahudi na kuambia wazi ya kwamba alikuwa akituma manabii lakini wao waliwaua, na akawaambia kwamba nyumba yenu imeachwa hali ya ukiwa, alisema kizazi hicho kisingepita na hata angeshuhudia maangamizi ya Yerusalemu. Mwaka wa 66 tulimwona Festus akihusulu Yuda, akihusulu Yerusalemu, lakini kwa sababu Mungu alikuwa ametoa dalili, Festus alirudishwa nyuma ili kusudi iweze kupatikana nafasi ya watu wa Mungu kutoka na kwenda milimani. Lakini mwaka wa 70 pia, baada ya Tito kuja, Wakristo walichomoka, walielewa ya kwamba hii ni dalili ya kuzingira kwa Yerusalemu. Hivyo waliweza kukimbia. Kama matukio hayo ambayo Yesu Kristo aliwaonya na wanafunzi wake, Mkristo yoyote yule ambaye alikuwa amejifunza habari hizi hakuangamia. Hivyo pia hata ujio wa pili wa Kristo, Wakristo wowote ambao watakuwa wametii maagizo ya Mungu hawataweza kuangamia, kwa sababu Kristo ametangulia kutuonya. Mathayo 24:33 mpaka 34, maandiko nasema kwamba nanyi kadhalika myaonayo hayo yote tambueni kuwa yu karibu mlangoni. Tutakapoyaona matukio hayo ambayo Kristo aliyazungumza kwenye Mathayo sura ya 24, tutambua kwamba Kristo yu karibu mlangoni. Amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Ndicho Kristo anachokizungumza kwamba kizazi ambacho kitashuhudia matukio kwa kiwango kikubwa sana, with great intensity. Anasema kwamba kizazi hicho hakitapita hata Kristo atakapokuja tena mara ya pili. Hivyo katika miaka karibuni hapa tumeshuhudia matukio yakiongezeka kwa kasi sana. Tumeshuhudia ndoa za jinsia moja zikiongezeka kwa kasi sana katika ulimwengu. Lakini pia tumeshuhudia magonjwa yakikumba ulimwengu huu kwa kasi sana. Matetemeko yakikumba ulimwengu kwa kasi sana. Hivyo Yesu alisema kwamba kizazi kitakachoshuhudia mambo hayo, anasema hakitapita mpaka Yesu atakapokuja tena mara pili. Hivyo ni dhahiri wazi ya kwamba Kristo atatukuta katika ujana wetu huu, kwa sababu ni lazima aliyozungumza yatimie, kwa sababu yeye ni mwaminifu na wa haki. Kristo atakuja wakati kizazi kilichoshuhudia matukio hayo ambayo yaliongezeka kwa kasi kikiwa hakijapita. Hivyo tutegemee ujio wa Kristo katika mawingu ya mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu tunaishi katika wakati ambao unabii umezungumza. Kitabu cha Mathayo 24 kinatimia mbele ya macho yetu, na kwa kweli tunapaswa kujiandaa na kuandaa wengine kwa ajili ya ujio wa Kristo. Ellen White, kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo lake la 9, ukurasa wa 11 na paragrafu ya kwanza, anasema kama ifuatavyo: tunaishi katika wakati wa mwisho. Utimizwaji wa haraka wa ishara za nyakati hutangaza kuwa kuja kwa Kristo kuko karibu. Siku tunazoishi ni za thamani na muhimu. Roho wa Mungu taratibu, hatua kwa hatua, lakini kwa hakika huondolewa duniani. Mapigo na hukumu za Mungu tayari zinawaangukia watu wanaodharau neema ya Mungu. Majanga juu ya nchi kavu na bahari, hali ya jamii kukosa utulivu, tetesi za vita na matukio ya kutisha hushangaza, huonesha zahama ya matukio makubwa yanayokaribia kwa ukubwa. Hivyo nabii wa Mungu anaeleza kwamba tuko kwenye wakati huu, na kwa kweli tunaishi katika wakati wa mwisho, na huu wakati ni wakati wa umuhimu sana. Ni wakati wa umuhimu kwa sababu itapaswa kila mmoja wetu afanye uchaguzi maalum wa kumchagua Kristo au kutokumchagua Kristo. Ni wakati wa umuhimu kwa sababu idadi ya watu wengi ambao hatamchagua Kristo watakataliwa na maisha yao yatakoma kabisa, kwa sababu tumepewa nafasi tena ya pili kwa kumchagua Kristo. Ni wakati muhimu kwa sababu tutashuhudia matukio ambayo yatawasha masikio yetu. Ni wakati muhimu kwa sababu Kristo atakuja, ambaye ndiyo chimbuko la uzima wa milele. Lakini Ellen
Anazidi kueleza kwenye Shuhuda kwa Kanisa hiyo ya gombo la 9 hilo ambao ni 11 paragrafu ya pili ya kwamba mawakala wa uovu wanaunganisha nguvu zao na kujizatiti, wanajiandaa. Anasema nabii wa Mungu hivi: wanajiimarisha kwa zahama kuu ya mwisho. Mabadiliko makubwa hivi karibuni yatatokea katika ulimwengu wetu, na harakati za mwisho zitakuwa za haraka sana. Matukio makubwa yatatendeka hivi karibuni, anasema, na harakati za mwisho zitakuwa za haraka. Kwa nabii anazungumza kwamba tutakapoona matukio yakitembea kwa haraka, kwa kasi, likiisha hili na kuja hili, likiisha hili na kuja hili, tutambue wazi ya kwamba Kristo yu karibu mlangoni. Kristo yu karibu mlangoni. Toka mwaka 1991 tutakapoendelea kujifunza masomo haya, tumeshuhudia matukio ambayo yamekuwa yakipangana. 1991 tulishuhudia kuhusu habari ya kuanguka kwa Urusi au USSR. Lakini Septemba 11, 2001 tukashuhudia pia tukio jingine la kubomolewa kwa majengo ya biashara, yani Twin Tower ya kule Marekani. Hatujakaa sawa akachaguliwa Papa Jesuit. Hatujakaa sawa tukaona Marekani ikipitisha ndoa za jinsia moja. Hatujakaa sawa nchi zingine pia. Na kwenye hii Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9, Ellen White anaeleza wazi ya kwamba mawakala wa uovu hawa wanaunganisha nguvu zao. Yako mashauri ambayo leo yanaendelea katika wakuu wa dunia, nchi mbalimbali zikiungana, mikutano inaendelea, na lengo wanatafuta kitu kimoja, wanatafuta amani bandia ambayo italetwa na Papa. Tumeona pia hata katika changamoto hii ya Mashariki ya Kati, wanazungumza kwamba Papa pekee ndiye ambaye anaweza kuleta suluhisho katika vita hii ya Irani, ambapo wanapambana na jeshi la Marekani pamoja na jeshi la Israeli. Utagundua wazi ya kwamba huyu ambaye leo anaonekana kama mpatanishi wa dunia ndiye mbaya kuliko watu wanavyoweza kufikiria. Tumeshuhudia pia kwamba hata jeshi la Ulaya, tumeshuhudia pia kwamba hata nchi za Ulaya zimekaa kikao kujadili mustakabali wa hizi vita ambazo zinaendelea. Lakini matukio haya hataweza kuleta amani kwa sababu wamemkataa mfalme wa amani ambaye ni Yesu Kristo astawali maisha yao. Hivyo nabii anasema kwamba mabadiliko makubwa hivi karibuni yatatokea katika ulimwengu wetu, na harakati za mwisho zitakuwa za haraka. Hilo liko wazi. Tumeona wazi kabisa kwamba harakati hizi ni za haraka sana. Toka wakati wa Papa alipotangaza waraka wake wa Laudato Si, tumeshuhudia dunia ikikimbia kwa haraka sana. Tumeshuhudia pia COVID 2020 ambao pia ilikuwa ni agenda ya Vatikani kuwafanya watu waweze kupokea chanjo ambazo zilikuwa ndani yake zinabadilisha DNA. Na tulishuhudia watu wengi wakuwa kwa sababu ya blood clotting pamoja na side effects zingine, ambazo kiufupi ni kwamba hizo zote zilikuwa ni agenda za kuandaa watu na kuona kama watu wanaweza wakatii maagizo ya Vatican. Hilo tulipimwa tukaonekana kwamba tunaweza kuendeshwa na Vatican, kwa sababu waliposema wote tuvae barakoa, wote walivaa. Waliposema wote tuna mikono, wote walinawa. Hiyo ni dalili wazi ya kwamba upapa umeshika hatamu. Lakini kitu ambacho Papa alikuwa anakitafuta ilikuwa ni kuteka uongozi wa nchi ya Marekani. Na sasa tunafahamia kwamba Vatican inaongoza taifa la Marekani. Lakini pia nabii wa Mungu, Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9 ukurasa wa 11 na paragrafu ya 3, Ellen White anaendelea kuzungumza kwamba hali ya vitu ulimwenguni inaonyesha kuwa nyakati za taabu ziko juu yetu. Kurasa za kila siku zimejaa dalili za pambano baya linalokaribia muda sio mrefu. Ujambazi wa wazi kutokea mara kwa mara, migomo ni ya kawaida, wizi na mauaji hufanywa kila upande. Watu wanaomilikiwa na mapepo huchukua uhai wa wanaume na wanawake na watoto wadogo. Watu hupendezwa na uovu na kila aina za uovu hutawala. Hivyo nabii anazungumza wazi kwamba tuko wakati wa mwisho. Na Yesu alisema kwamba kizazi ambacho kingeshuhudia hayo mambo, alisema hakitapita hata
watamwona Kristo akija mara ya pili. Na tunafahamu kizazi ni miaka 40, utaipata kwenye Zaburi ya 95 mstari wa 10. Kizazi ni miaka 40. Kwa hiyo toka Kristo alipozungumza haya mambo wakati wa wanafunzi wake ilikuwa ni mwaka wa 31, na kweli mwaka 66 mpaka mwaka wa 70 tunaona Festus na Tito wakija kuihusuru Yerusalemu. Hivyo kizazi kila kikopita na maangamizi yalitokea. Lakini toka tulipoanza kushuhudia dalili hizo katika miaka yetu hii, mwaka 1991, wakati ulihuu ulikuwa ni wakati wa maangamizi, au ulikuwa ni wakati wa kuangushwa kwa USSR. Tumeshuhudia pia matukio yakitendeka, na kizazi hiki hakitapita hata Yesu atakapokuja. Toka USSR idondoke, tumeshuhudia pia changamoto ambazo zinaonyesha wazi ya kwamba Yesu anakuja mara pili. Upapa unachokitafuta, unatafuta kuwashinikiza watu waweze kuwa na ibada moja katika ulimwengu. Tuliona 2020 COVID ikikumba ulimwengu, na matukio ya vita leo yanaongezeka kwa kasi. Tuliona pia vita Ukraine na Russia wakiwa wameandaa hao majesuiti. Hizi ni dalili kwamba Yesu yu mlangoni. Lakini katika pambano hili la mwisho, shetani hapambani peke yake. Shetani anapambana pamoja na wale ambao ameweka kama vibaraka wake. Kitabu cha Ufunuo sura 13 mstari wa 1 mpaka wa 10, tunaona mnyama akitokea katika bahari, na huyu mnyama alikuwa na pembe 10 pamoja na vichwa 7, na huyu mnyama alikuwa amejaa majina ya makufuru. Na huyu mnyama kutokea katika bahari maana yake ni utawala ambao ulitokea katika makutano, katika watu wengi, kulingana na kitabu cha Ufunuo 17:15. Utawala huu ulitabiriwa kwamba utatokea katika bara la Ulaya au katika nchi za Ulaya. Huu utawala ni utawala ambao unatawala dini pamoja na serikali. Bila shaka huu ni utawala wa Rumi chini ya Papa wa Vatican. Lakini huu utawala wa kwanza hautafanya kazi peke yake. Utafanya kazi na mnyama anayetoka katika nchi kavu, ambaye ni nchi ya Marekani. Tunafahamu ya kwamba Marekani ilipopata uhuru wake mwaka 1776, kwa kweli ni dola ambayo ilitoka katika nchi kavu. Maana yake ni sehemu ambapo hakukuwa na watu. Na tunafahamu baada ya Christopher Columbus kudiscover ya kwamba nchi ya Amerika ilikuwa ni nchi yenye rutuba, nchi ile ilikuwa inakaliwa na watu wachache na walijulikana kwa jina la Red Indies. Kwa hiyo haikuwa inakaliwa na watu. Lakini huyu mnyama Ufunuo sura ya 13 ambaye ametokea katika nchi kavu alipata jeraha la upanga katika mwaka 1798. Tumeona baada ya Jenerali Bestia kumchukua papa na kwenda kufia uhamishoni Valence. Kwa hiyo harakati zote hizo zilisababisha jeraha la upanga likapona kuanzia mwaka 1929. Tunajua upapa ulianza kutafuta harakati za kuponesha jeraha lake toka wakati wa kina Abraham Lincoln. Kwa sababu target ya upapa ilikuwa ni kuangamiza Uprotestanti, na nchi pekee ambapo Uprotestanti ulikuwa umeshamili ni nchi ya Marekani, na taasisi ambazo zilikuwa ziongoze jeshi la Marekani zilipaswa ziingiziwe majesuiti. Na kwa pointi hiyo upapa leo hii unaongoza taasisi za Marekani. Kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 3 kwamba nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona, dunia yote ikamstajabia mnyama yule. Je, hatuoni kila ambacho kinaendelea? Ulimwengu leo huu unamstajabia papa. Mataifa yanahitaji papa awe ndiye msuluhishi. Hii ni dalili wazi ya kwamba tumefikia mwisho wa awamu ya pili ya upapa, na dunia yote inamsajabia papa. Kwa sababu sasa upapa lengo lake lilikuwa ni kutawala katika nchi ya Amerika. Marais wote ambao walikwenda kinyume pamoja na utawala huu wa Vatikani waliuawa.
Wakaanza na Abraham Lincoln. Rais huyu ambaye alichaguliwa mwaka wa 1861 na mwaka 1865 aliuawa kwa sababu aligoma kutambua upapa na majesuiti walimwondoa. Na tunaweza tukapata kwenye kitabu cha 50 Years in the Church of Rome ukurasa wa 197 kuna ushahidi wa haya ambaye anayazungumza. Kama watu wa Marekani wangeweza kujifunza ninachojua kuhusu chuki kali ya makasisi wa Katoliki wa Roma dhidi ya taasisi zetu, shule zetu, haki zetu takatifu zaidi na uhuru wetu ulionunuliwa kwa thamani kubwa, wangewafukuza kesho kutoka miongoni mwetu na wangewapiga risasi kama wasaliti. Najua majesuiti hawasahau wala hawaachi kamwe. Abraham Lincoln alikusudia kupambana na hii taasisi kutoka Rumi, kutoka Vatikani, lakini kwa kweli kwa sababu Rumi hawezi kushindana na mtu yoyote yule, Abraham Lincoln alishia kufa. Na inaeleza kwamba masaa 3 au 4 kabla ya kuuliwa Lincoln mjini Washington Aprili 14 mwaka 1865, mauaji yake yalizungumzwa karibu kila mtaa, katika kila nyumba ya kasisi wa Kirumi kule Minnesota. Ishara wazi kwamba walikuwa naelewa kila ambacho kilikuwa kinaendelea. Anasema ukweli haupingiki na ushahidi wa ukweli haupingiki, na kifo hiki kiliharibu mahusiano karibu katika miaka 40 kutoka maili 80 mjini St. Joseph. Ndugu Lindemann ambaye ni Mkatoliki ametueleza kwamba alipata taarifa ya kifo hiki cha mtu mashuhuri mitaani, lakini hakumbuki ni nani hasa aliyemweleza. Kwa hiyo majesuiti ndio walioratibu kifo cha huyu rais wa 16 wa taifa la Marekani, kwa sababu tu alipingana tu na ajenda za Vatikani. I looked and lo, a lamb stood on the Mount Zion, with him 144,000, having his Father's name written in their foreheads. We must sigh, cry, and protest. I heard a voice from heaven, the voice of many waters, the voice of a great thunder. I heard the voice of harpers, harping with all their harps. Come on, be known by fruits and works. Let's sing a new song before the throne. Let's sing before the 4 beasts. Let's sing before the heavenly. Na tunafahamu kwamba lengo la majesuiti au lengo la upapa ilikuwa ni kuondoa kabisa Protestanti ulimwenguni kote, na sasa ndizo ajenda zao, kuhakikisha kwamba hakuna kipingamizi chochote kile ambacho kinapinga ajenda zao. Hata wakati wa COVID-19 tunashuhudia kwamba yoyote ambaye alikwenda kinyume na hizi ajenda aliuawa, hakubaki kuachwa kuwa hai. Hivyo kwa sababu hawataki yoyote wapinge, hata Abraham Lincoln aliweza kuangamia kwa sababu alikwenda kinyume na hizi ajenda. Lincoln alikiri wazi ya kwamba kamwe asingelisikiliza kabisa matakwa ya Rumi kuitawala nchi ya Marekani. Vatikani hakuishia hapo tu, Rumi hakuishia hapo. Walipanga pia vita vya kwanza vya dunia, vita vya pili vya dunia, hata pia walipanga mauaji ya John F. Kennedy. Tuone kinachoendelea. Vita vya kwanza vya dunia lengo lake lilikuwa ni nini? Vita vya kwanza vya dunia lengo lake lilikuwa ni kuua Protestanti. Ilikuwa ni kuangamiza Protestanti. Lakini pia ilikuwa ni kuitafuta Marekani ingie katika Umoja wa Mataifa. Na tunafahamu baada vita vya kwanza vya dunia wakaanzisha League of Nations, na baadaye ilifeli wakaanzisha UN. Kwa hiyo walikuwa wana target kutawala Marekani na kuangamiza kabisa nini? Kuangamiza kabisa Uprotestanti. Kitabu cha Magaidi wa Siri ukurasa wa 54 kinazungumza mambo yafuatayo.
sababu nyingine ya vita vya kwanza vya dunia ilikuwa ni kulipiza kisasi kwa Ujerumani kwa upinzani wake dhidi ya upapa na Jesuit mnamo mwaka 1860 na 1870. Ujerumani palikuwa ni mahali pa kuzaliwa kwa Luther aliyechukiwa mno. Mara mbili kipindi hiki, Kansela Otto von Bismarck aliongoza Ujerumani kujulikana kwa jina la Prussia na kupata ushindi kijeshi dhidi ya kundi la Jesuit na kuziongoza nchi za Austria mwaka 1866 na 1870. Hivyo Bismarck alihalifu sheria ya Jesuit pamoja na sheria ya Kulturkampf mwaka 1870. Uhalifu huo dhidi ya Roma na Jesuit ulikuwa ulipwe kwa wema. Kwa hiyo maelfu ya Wajerumani walichinjwa na damu zao kumwagika katika vita vya kwanza vya dunia. Kumbe moja ya sababu za kuanzishwa kwa hii vita vya kwanza vya dunia ilikuwa ni kupambana na nini? Ilikuwa ni kupambana na Protestanti, lakini pia ilikuwa ni kulipiza kisasi kwa kila ambacho Martin Luther alikifanya ile miaka 1500. Kwa hiyo Ukatoliki haukutaka upinzani wowote utendeke. Na kwa nini? Kwa sababu unakwenda kwenye awamu ya pili, na awamu ya pili hii mauaji yatakuwa ni makali kuliko awamu ya kwanza. Kwa vita vya kwanza vya dunia wao ndio waliratibu. Mauaji ya Lincoln wao ndio pia waliratibu. Kwa hiyo aliye nyuma ya mauaji yote ya dunia ni huyu mnyama tokaye katika nini? Katika bahari. Amelevya kwa damu ya utakatifu wa Mungu. Unaweza kusema kwamba 1914, ushahidi mwingine huu, kanisa la Roma liliasisi vita iliyotokea wakati ule. Kisha hapo vita iliyomwagika ilitokana na mapandikizi ya chuki kati ya watu. Kwa vita vya kwanza vya dunia aliyeasisi alikuwa ni papa mwenyewe akitumia jeshi lake la Vatican. Lakini pia hata vita vya pili vya dunia, kwa sababu hawakumkamata Marekani, walihitaji Marekani wamkamate na uingize kwenye League of Nations, na Marekani ya kujiunga, wakaamua kupanga vita vya pili vya dunia ambavyo kwa kweli vilifanikiwa kumshika Marekani. Hebu sikia. Tunaposoma kitabu kifuatacho kinazungumza hayo mambo kwamba papa pia ndiye ambaye aliratibu pia vita vya pili vya dunia. Papa alitenda kazi katika vita vya pili vya dunia kama vile Hitler na Mussolini Mkatoliki. Na kwa hiyo alihusishwa na hatia na mauaji ya Wayahudi milioni 6. Kwa kweli papa amekuwa mwanzilishi mkubwa wa vita kama si zote huko Ulaya karne nyingi zilizopita. Hivyo hakuna vita ambayo huwa inatendeka pasipo kuratibiwa Vatikani. Ukiona kuna umwagaji damu aliyoko nyuma yake ni hawa makasisi au ni hawa mapapa, yaani Rumi ndiyo inayoratibu changamoto zote ambazo leo ulimwenguni zinatukumba. Kwa sababu lengo lao ni nini? Lengo lao ni kuhakikisha hakuna yeyote ambaye anapingana na majesuiti au na order of Jesuit, ambapo kwa kweli papa mweusi ndio huwa naratibu. Kwa vita vya kwanza vya dunia walikuwa ni wao. Kuuawa kwa JF Kennedy walikuwa ni wao, lakini pia Abraham Lincoln walikuwa ni wao, lakini pia vifo vingi vya malaisi ambao wamekuwa wakipambana na Vatikani, wamekuwa wakikumbana na hawa watu. Wakishindwa kukupa kikombe cha sumu, basi watakufuata huko liko na kukuangamiza. Hivyo propaganda zote hata kwenye hivi vita vinavyoendelea leo ni dalili wazi ya kwamba aliyeko nyuma haya mambo ni Papa wa Vatican. Lakini pia inazidi kuelezwa wazi, hiki ni kitabu kinachofuata. Papa na washirika wake wa Jesuit wamekuwa waanzilishi wa vita, hali ambayo ulimwengu kwa sasa uko katika maumivu, Roma ikiendeleza kampeni. Kwa hiyo Rumi ndiyo inayoendeleza kampeni zote za mauaji. Tunaona vita zikitendeka, tunaona mauaji yakitendeka, ndio furaha yao hawa watu. Viapo vyao ni vikubwa, ni vikali sana. Haiwezekani hawa watu kwenda kinyume na agizo la Papa mweusi. Haiwezekani.
Lakini baada ya kusonga sana, aliibuka kijana mwingine ambaye alipendwa sana na Wamarekani, na wakaamua kuchagua kuwa rais wao wa 35. Alikuwa ni John F. Kennedy, na aliapa ya kwamba kamwe asingeliruhusu kanuni za upapa kuongoza nchi ya Marekani. Lakini kumbe hakujua kwamba alikuwa anapingana na hawa watu wauaji ambao walikuwa wanaitafuta Marekani kwa muda mrefu sana. JF Kennedy pia naye aliuawa. Ushahidi huu hapa, ninaamini katika Amerika, ambayo alizungumza hivi kwamba hakutaka kabisa mchanganyiko kati wa dini na serikali katika nchi ya Amerika. Ndio maana katiba ya Amerika hairuhusu muunganiko wa dini na serikali. Kwa hiyo JF Kennedy, japo alikuwa ni rais Mkatoliki, alikataa muunganiko. Alijua kilichoko nyuma ya upapa, kwamba ni kuitawala nchi ya Marekani na baadaye kuangamiza uhuru ambao ulitetewa kwa damu. Ninaamini katika Amerika ambayo utengano wa kanisa na serikali ni kamili, ambapo hakuna askofu Mkatoliki angemwambia rais, ikiwa angekuwa Mkatoliki, jinsi ya kutenda, na hakuna mchungaji Mprotestanti angewambia waumini wake ni nani wa kumpigia kula, ambapo hakuna kanisa au shule ya kanisa inayopewa fedha zozote za umma au pendeleo wa kisiasa, na ambapo hakuna mtu anayenyimwa ofisi ya umma kwa sababu tu dini yake inatofautiana na rais ambaye anaweza kumteua yeye au watu ambao wanaweza kumchagua. Ninaamini katika Amerika ambayo rasmi si ya Kikatoliki, si ya Kiprotestanti wala Kiyahudi, ambapo hakuna afisa wa umma anayeomba au kukubali maagizo kuhusu sera ya umma kutoka kwa papa, baraza la kitaifa la makanisa au chanzo kingine chochote na cha kikanisa, ambapo hakuna shirika la kidini linalotaka kulazimisha mapenzi yake moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwa umma au matendo ya umma ya maafisa yake, na ambapo uhuru wa kidini haugawanyiki kiasi kwamba kitendo dhidi ya kanisa moja kinachukuliwa kama kitendo dhidi ya wote. Kwa hiyo alikataa. Utapata kwenye Remark to the Greater House Ministerial Association ya Septemba 12, 1960. Hivyo kijana huyu JF Kennedy alikataa, lakini alikumbana na changamoto ya mauaji. Hebu sikia. Na mwaka 1960 John F. Kennedy alitoka Washington kwenda Texas kuwathibitishia wahubiri wa Kiprotestanti kwamba katu hatomtii papa maisha yake yote. Na kijana huyu alikumbwa na mauaji kwa sababu ya kutotii upapa. Wakati akiendesha gari lake la wazi, Rais Kennedy alipigwa bunduki akiwa eneo litoro Deadly Plaza siku ya Ijumaa Novemba 22, 1963, saa 6:30 mchana. Umati wa watu ulikuwa ukishangilia. Kulikuwa na umati mkubwa wa watu waliojawa na furaha kumwona rais wa Marekani akipita njiani kuelekea jimbo la Dallas. Ilionekana kama kila mmoja akifurahishwa, lakini sasa mlio wa bunduki ulisikika. Rais huyu hatimaye alipigwa risasi na kuzikwa eneo la Parkland Memorial Hospital. Kwa hiyo Rumi imelewa kwa damu ya watakatifu wa Mungu. JF Kennedy naye aliuawa. Na unabii unasema wazi ya kwamba dunia yote itamstajabia papa, itamstajabia mnyama atokaye katika nini? Atokaye katika bahari. Tunakuelekea mwishoni, ulimwengu utamkubali kama mpatanishi, lakini bado hata sasa wanamsifu kwa mambo yafuatayo. Hiki ni kitabu kinasema kwamba papa huyu, wewe ni mchungaji, wewe ni tabibu, wewe ni mume wa kila mwanadamu duniani, mwishowe wewe ni Mungu mwingine duniani. Maneno ya kufuru kabisa kwamba papa ni mume wa kila mtu. Kama ndivyo hivyo, anachukua nafasi ya Kristo duniani.
na tunakoelekea upapa utatawala dhamiri za watu, na tunaona hakuna nchi ambayo inaweza ikasimama kwa hawa jamaa. Tunaona akina Ayatollah Ali Khamenei hawajasimama. Irani itapinduliwa mpaka ikubali ajenda za papa, la sivyo hawataweza kusimama. Papa ni mwamuzi mkuu mwenye maamuzi ya haki. Kisheria yeye ni makamu wa Yesu Kristo, ambaye si tu kuhani wa milele, lakini pia mfalme wa falme na bwana wa mabwana. Papa huyo, yani papa ni bwana wa nini? Ni bwana wa mabwana, ni mwakilishi, ni kaimu wa Kristo. Maneno ya makufuru haya. Hivyo kila ambacho nakilenga katika ulimwengu, rafiki na ndugu zangu, ni kuingiza ulimwengu katika wakati wa taabu ambao haujawahi kuwako toka taifa lilipoanza kuwako. Na nabii wa Mungu anazungumza kama ifuatavyo. Kwenye kitabu cha Manabii na Wafalme ukurasa wa 278, tunasimama mlangoni mwa hatari ya vizazi vyote. Kwa mfuatano wa haraka hukumu za Mungu zitakuja moja baada ya nyingine. Moto na mafuriko na tetemeko la nchi, pamoja na vita na umwagaji wa damu. Hatupaswi kushangazwa wakati huu na matukio makuu na ya kukata maneno. Maana malaika wa rehema hawezi kuendelea kwa muda mwingi zaidi kuwakinga wale wasiotaka kutubu. Hivyo tuko mwisho wa kufunga kwa historia nini? Kufunga kwa historia ya ulimwengu, na dunia yote itaustajabia upapa. Sasa walinzi wanapaswa kuambia watu ya kwamba Yesu yu karibu mlangoni. Yesu yu karibu mlangoni. Yesu anakuja mara pili, kizazi ambacho kitashuhudia hii movement ya Papa wa Roma kushirikiza Jumapili ibada katika ulimwengu wote. Anasema kizazi hicho hakitapita hata Yesu atakapokuja mawinguni. Je, hatuoni changamoto hiyo katika nchi ya Marekani? Hatuoni kwamba papa akiingia katika nchi ya Marekani, hatuoni harakati za kina Jonathan Bell, akina Kevin Robert kuinitiate sheria Jumapili katika nchi ya Marekani? Kizazi hiki hakitapita, Yesu atakuja mara pili. Yesu yuko mlangoni. Rafiki zangu, Yesu yuko mlangoni. Ajenda zote za Vatikani ndio zinazoliongoza taifa la Marekani. Na nchi ya Marekani ni super power. Kwa hiyo hakuna nchi ambayo inaweza kukoloma kwa Marekani. Hizi ni dalili wazi ya kwamba Kristo yuko mlangoni. Rafiki yangu, ndugu yangu, kaka na dada, tuko mwisho wa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Walinzi na waambie watu wajiandae kwa matukio ambayo yapo karibu kutendeka. Wajiandae kwa ajili ya sheria Jumapili ambayo muda sio mrefu itapitishwa. Wajiandae kwa ajili ya kilio kikuu wa Adventista. Wajiandae kwa ajili ya kumlaki Kristo, maana Kristo yu karibu mlangoni. Yu karibu mlangoni. Mungu atusaidie sana tuweze kujiandaa, kwa sababu yuaja mara pili. Na huu utakuwa ni mfululizo wa masomo ambayo yanaonesha dalili ya kwamba Kristo yuko mlangoni. Huu ni mwanzo wa somo hili. Tutapata wasaa pia kujifunza mwendelezo wa somo hili. Tutaona jinsi ambavyo maangamizi yalipangwa Septemba 11. Tutaona jinsi ambavyo papa alianzisha waraka wake wa Laudato Si. Tutaona jinsi ambavyo ushoga ulitangazwa Marekani rasmi. Tutaona wakati wa COVID. Tutaona jinsi ambavyo kina Jonathan Bell wameingia mpaka kwenye taifa la Marekani, na bado Wasabato wamelala, lakini wakati kwa Yesu yu mlangoni. Dalili zote ziko wazi. Yesu anakuja mara pili. Hivyo rafiki zangu, tujiandae na kuambia watu kila ambacho hawakijui. Unabii unatimia mbele ya macho yetu. Mungu atubariki sana. Na kabla tujamaliza somo hili, ni kualike tuweze kuomba. Rafiki yangu, karibu sana. Baba yetu mwema, tunakushukuru sana. Tumeona ya kwamba matukio yote yaliyo nyuma ya utawala wa Vatikani yanaonyesha wazi ya kwamba Yesu karibu mlangoni. Tunahitaji kuweza kuandaa watu, nasi pia kujiandaa. Tusaidie kuwa tayari kwa ajili ya ujio wako. Asante kwa ajili ya masomo haya. Nina imani ya kwamba hatua kwa hatua utatuongoza, utatusaidia kutembea na kujua nukta kwa nukta mapenzi yako yatimizwe. Ndivyo tu ambavyo kwa Kristo Yesu. Amen. Mungu atubariki sana rafiki zangu, na huu ni mwanzo tu wa haya masomo.
tusiache kuombeana. Kumbuka mapambano bado yanaendelea. Maranatha. I have set my mind on graciousness, on Jesus' graciousness. And when I seek to keep God's law,